Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Baba yetu anajali. Huu ni mwezi wa pili. Mwezi wa pili tunaiangazia mada ndogo inayosema maisha yangu leo. Leo ni Februari 12. Tutakapokuwa tukijielekeza katika mada inayosema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Mada hii imejengeka kutoka katika kitabu cha Mithali sura ile ya 17 aya ya 22, ambapo neno la Mungu linasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa sababu ya upendo wako. Ninasema asante kwa sababu ya ulinzi wako. Ninalitukuza jina lako kwa sababu ya namna ambavyo umekuwa pamoja nasi kila wakati. Ninajikabidhi mikononi mwako. Ninawakabidhi wote ambao wametenga muda wao kujifunza neno lako siku ya leo mikononi mwako. Tufundishe kuelewa haya tujifunzayo, na ukatufundishe kuwa mfano wa kuigwa katika ulimwengu huu. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Amina. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Uhusiano uliopo kati ya akili na mwili ni wa kina mno. Kimoja kinapoathiriwa, kingine husikitika pamoja nacho. Hali ya akili huathiri afya kwa kiwango kikubwa mno kuliko ambavyo wengi wanaweza kuelewa. Mengi ya magonjwa ambayo watu wengi huugua ni matokeo ya kuwa na msongo wa akili. Majonzi, wasiwasi, kutoridhika, majuto, hatia, mashaka, yote haya hujaribu kuvunjilia mbali nguvu za uzima na kukaribisha kudhoofika na hatimaye kifo. Wakati fulani ugonjwa huzalishwa na mara nyingi huchochewa sana na mawazo. Wengi wameugua kwa muda mrefu ambao wangekuwa salama kama wangekifikiri hivyo. Ujasiri, tumaini, imani, huruma na upendo huhamasisha afya na kurefusha maisha. Akili iliyoridhika, moyo mchangamfu ni afya kwa mwili na nguvu katika nafsi. Shukrani, ufurahi, ukarimu, kuamini katika upendo na utunzaji wa Mungu, hivi ni kinga kubwa zaidi ya afya. Nguvu ya dhamira na umuhimu wa kujidhibiti nafsi katika kutunza na kurejesha afya. Athari ya kuhuzunisha na yenye kuharibu ya hasira, kutoridhika, ubinafsi au uchafu, na kwa upande mwingine, nguvu ya ajabu itoayo uhai inayopatikana katika uchangamfu. Kutokuwa na ubinafsi, shukrani inapaswa pia kuoneshwa. Kuna ukweli wa kifiziolojia, ukweli ambao tunapaswa kuuzingatia katika maandiko. Moyo uliochangamka, yaani wenye kufurahi, ni dawa nzuri. Kanuni za kweli za Ukristo huweka wazi mbele ya watu wote chanzo cha furaha isiyo na kifani. Tunapaswa kuhimiza hali ya akili ya uchangamfu, yenye matumaini na amani, kwa maana afya zetu zinategemea kufanya kwetu hivyo. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo ni Februari 12, mada ikisema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote na Yesu ni nafuu.
ndio raha, asipokuwapo hapa ifai. Akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.